Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Bwana, kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kinatarajiwa kushuka dimbani siku ya kesho kunako uwanja wa KMC Complex dhidi ya kikosi cha Coastal Union. Sasa story ni kwamba kocha mkuu wa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans Mankoba, yeye binafsi ameweka wazi ujio wa kiungo fundi Stefan Aziziki kunako kikosi chake, na ametanabaisha kwamba kwa hivi sasa hakuna star ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Kila mchezaji anapaswa kupigania namba ili aweze kupata nafasi ya kudumu kunako kikosi hicho. Maana mambo yamekuwa mengi, wadau mbalimbali walikuwa kizungumza juu ya ujio wake, na ukijaribu kuangalia namna ambavyo Stefan Aziziki alitambulishwa kunako uwanja wa KMC kama mchezaji fulani hivi special, lakini Mankoba yeye ameweka wazi ya kwamba hakuna star ndani ya klabu yake na kila mchezaji anapaswa kupigania namba ili aweze kucheza, hususan katika hii mitano ya kwanza. Mwalimu anaendelea kuangalia kikosi chake na mpaka hivi sasa ana first 11. Kwa hiyo ujio wa Stefan Aziziki hakuna garantia moja kwa moja kwamba atakwenda kuwa ni mchezaji wa kuanza kunako kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Endapo atashindwa kujituma, basi hawezi kuwa sehemu ya wachezaji ambao watakuwa wanapata nafasi ya kucheza. Miongoni mwa vitu bora ambavyo yuko navyo kocha Mankoba, yeye ni kocha ambaye huwa hajali zaidi kuhusu jina la mchezaji, hajali zaidi kuhusu profile ya mchezaji, hajali zaidi mchezaji amekuwa akipendwa na watu kiasi gani. Yeye anajali zaidi ni discipline katika uwanja mazoezi, kufuatisha kile ambacho yeye anakihitaji katika uwanja mazoezi, kuonesha namna ambavyo unaweza ukamshawishi kuweza kuanza katika kikosi chake. Huyu kocha kwa wale ambao wamekuwa kimfuatilia hata kunako kikosi cha Mamelodi Sundowns, kuna nyakati alikuwa anawaweka nje kila Teboho Mokoena kwa sababu tu ya discipline. Mchezaji akijiona kwamba yeye ni bora kuliko mwalimu kile ambacho anamfundisha, basi chini ya kikosi chake yeye hawezi kupata nafasi. Kwa hiyo hiki ambacho amekizungumza kocha Mankoba huenda kikawa ni sehemu ya taarifa kufikisha ujumbe kwa Stefan Aziziki ya kwamba hivi sasa amerudi katika klabu ambayo ina utawala mpya, amerudi katika klabu ambayo ipo chini ya kocha ambaye hajali kuhusu jina ambalo yuko nalo hapa nchini Tanzania, hajali kuhusu kile ambacho aliwahi kukifanya ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Anachokijali zaidi kuona namna ambavyo anaweza akajituma katika uwanja wa mazoezi na kuonesha kile ambacho mwalimu anakihitaji ili aweze kupata nafasi. Kwa hivi sasa tunapozungumza, Stefan Aziziki ametumiwa ujumbe mzito na kocha wake Mankoba ili aweze kuonesha ubora katika uwanja mazoezi ili apate nafasi ya kucheza. Kwa hii kauli ambayo ameitoa kocha mkuu, inaweza ikawa ni ishara tosha ya sisi kuto kumuona Stefan Aziziki katika uwanja, ama inaweza ikawa ishara tosha ya kumuona Aziziki akiendelea kupata nafasi kama ilivyokuwa hapo awali kabla hajaondoka kunako kikosi hicho. Kwa hiyo jukumu la Aziziki hivi sasa ni kwenda kumshawishi mwalimu, kwenda kumuonesha mwalimu kwamba ana daraja na standard ya kwanza kunako kikosi cha kwanza cha Dar es Salaam Young Africans, na sio vingine, na sio jina ambalo yuko nalo, na sio CV kubwa ambayo yuko nayo hivi sasa. Ambacho kocha anakihitaji kutoka kwa Stefan Aziziki ni kuonesha ubora na daraja kubwa ambalo yuko nalo. Sasa ngoja tuone, je, Stefan Aziziki atakwenda kupenetrate kwenye kikosi cha Mankoba, ama ataliingia ustaka benchi, ama yatamkuta kama ambaye alimkuta Teboho Mokoena kunako kikosi cha Mamelodi Sundowns ya pale nchini Afrika ya Kusini. Huyu ndio Mankisi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.